tunawezaje kusupport watoto wetu wa kiume kurudi katika wanaume wao? Nini ambacho unaweza kufanya kama mwanaume au kama baba kwa mtoto wako wa kiume ili kumsaidia? Jambo la kwanza, epuka kumwaminisha mtoto wako kwamba atapata kila anachokihitaji pasipo kulipa gharama. Wanaume wa mwanaume unajengwa kwa mtoto kujua ya kwamba there is a price to pay in everything. Tunalea watoto wa kiume siku hizi katika namna ya kwamba anaweza akapata chochote anachokitaka kwa sababu baba ana uwezo mzuri kiuchumi, anafanya kazi nzuri, ana nyumba kadhaa, ana nini, na wakati mwingine tunawaattachi watoto wetu wa kiume hata na mali zetu. Mtoto ana miaka 10, 12 tayari anaamini na nyumba na gari la baba na kitu kama hicho. Sasa mtoto wa kiume anapokuwa with a mindset ya kwamba everything is there, ushaharibu wanaume wake. Unaweza ukaamini ukafikiri unamrahisishia maisha, lakini kiukweli una destroy manhood ya mwanaume, kwa sababu mwanaume lazima akue katika mentality ya kujitafutia, sio kutafutiwa. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kulifanya ni mzoeshe mwanao wa kiume kutatua matatizo yake na ya watu wengine, because manhood ya mwanaume pia inatengenezwa kwa kusolve problems. Unajua Dickson, wewe unaweza kawa ni shahidi, ukipewa taski ngumu alafu ukafanikiwa kuifanya ile task, kuna namna fulani confidence yako inaongezeka, like yeah, I'm a man, you know. Kwa hiyo kadiri mwanaume anaweza kusolve matatizo, huwa ina build manhood yake. Kwa hiyo mtoto wa kiume au hata mwanaume, kumpatia matatizo na kumpa space ya kusolve yale matatizo, including homework. Unajua kumfanyia mtoto wa kike homework, kumsaidia mtoto wa kike homework inaweza ikamsaidia, lakini mtoto wa kiume kumsaidia tu homework kwake yeye inaanza kumfanya a spiral down kwenye kuharibu wanaume wake. Nao sasa hivi tuna pressure hata ya wazazi, wanalazimishwa na shule na taasisi, fanyeni homework na watoto wenu, bila kujua ya kwamba kule kufanya mtoto ndo kunamjengea uwezo wa kusolve matatizo. Lakini pia ajue kwamba kama ni kaka mtu na wadogo zake, he has to be there for his young brothers and sister and solve their problem. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu, mtengenezee fikra za kushindana. Dickson, wanaume tunashindanaga in everything. Yaani hata hapa ofisini kuna kahali fulani cha kucompete ndani kwa ndani. Yaani huyu jamaa noma, huyu jamaa kapendeza, huyu jamaa yuko smart. Mtoto wa kiume anatengenezewa uwezo mkubwa wa kuwa mwanaume akiwa na mtu anakompiti naye. So there must be a way ambayo unamshindanisha na watu wengine, na peers, matokeo yake, performance yake, michezo wakati mwingine, mpira wakati mwingine. Ni kawaida unapoona Simba na Yanga tunapambana, tunashindana, tunafanyaje, kwa sababu men naturally wana compete in everything. Kwa hiyo mtoto wa kiume unaweza kumsaidia kwa kumtengenezea ile sense of competition, asi relax. Lazima kuwe na mtu ambaye anamchallenge kwa namna moja nyingine. Lakini jambo lingine kwa haraka, usimruhusu kuzoea kukaa ndani. Yaani miongoni mwa kitu ambacho ninakuwa so much disappointed siku hizo, unakutana na mtoto wa kiume na miaka 12, 13, 14, 15, alafu umemnunulia PS, ana games anacheza humo ndani, ana smartphone anakaa nayo ndani, mtoto wa kiume, lakini yuko too much indoor, yuko chumbani most of the time, yuko sebuleni most of the time. Dickson, whether you like it or not, wanaume wetu unakuwa shaped kule nje. Mimi nyumbani pale nikikaga nyumbani wiki tu, watoto wanaanza kuniuliza, baba kuna shida? Mbona utoki? Mbona uendi kazini? Unajua mama anaweza kaa mwaka mzima nyumbani na watoto wasishangae, because nyumbani sio kwa mwanaume. Sasa unapokuwa na mtoto wa kiume yuko comfortable kukaa ndani kuliko kwenda nje, kuliko kwenda kufanya activities za nje, you are not helping the person. Hata zile domestic activities, unajua siku hizi watoto wa kiume anajua kupika, anajua kufua, which is okay. Lakini kiukweli hatujengi manhood yetu kwa kujua kupika na kufua. It's okay to know, lakini mwanaume anajengewa manhood kwa kufanya activity za nje kuliko activity za ndani. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu. Lakini pia fundisha mtoto wako wa kiume kutafuta heshima kuliko kupendwa. Umegundua kwamba Dickson zaidi tuna idadi kubwa ya wanaume wanataka kupendwa. Many were not wired to be loved, but they are wired to be respected. Kwa hiyo mtengenezee mtoto wako kucommand respect, not to command love.
Ikifika wakati mtoto wa kiume anataka kupendwa, naye ataanza kununa, ataanza kuzila, ataanza kutaka kutolewa out, ataanza si vitu kama hivyo na ndio tunachotokea. Anataka naye attention, anataka naye apigwe simu. But kama tukiwa na uwezo wa kuwajengea watoto wetu kucommand respect, tutakuwa tumewasaidia sana. Lakini jambo la 8, mfundishe kuwa muasi wa fikra na itikadi na mitazamo ambayo anaona haifiti na matarajio na ndoto zake. Brother Dickson, wewe kufika ulipofika kuna vitu uliviasi, whether ni tabia, whether ni peer pressure, peer groups, peer nini. Being rebellious in a positive way is a good thing. Kuna shida moja ambayo naiona, tunawafundisha watoto wa kiume kuwa watii sana, yani watii, wanatutii sisi, which is good, lakini tusijua ni kwamba katika ule utii uliopitiliza tunawatengenezea pia hofu ya kurebel hata kwa vitu ambavyo ni vibaya kwao. Mtoto wa kiume anapaswa kuwa na uwezo wa kusema no to this and I don't care what you think of me. Hako ni rebellious lakini in a positive way. Sasa tunapowafanya watoto wawe too much obedient, hata kwetu sisi, nyuma yake kuna message ya kwamba don't you ever rebel. Lakini kuna vitu kwenye haya maisha, Dickson, you must be a bit of rebellious. Ili uweze kugrow, lazima kuna baadhi ya vitu ufanyaje, uviasi. Sasa kazi ya mwanaume ni kumshape mtoto ili kwamba aanze kuwa na hiyo some sort of kurebel na baadhi ya culture na nini, kwamba amekutana na watoto wenzake wana tabia mbaya, anaweza karibel kwamba mimi hiki sikifanya, I don't care, mnanisikilia. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho kama mwanaume unaweza kumfundisha mtoto wako.